Hujambo na karibu. Unavyoona nilivyokaa nikistarehe tu, si nikistaarabu tu, yani kidogo. Sijang'ang'ana sana yani, ama huwa sing'ang'ani sana kutafuta yale mandhari yaliyo na nakshi kubwa sana ili niweze yani kuunda video hizi na niweze kupakia baadaye kwenye chaneli na niweze kutazama. Huu ninaweza kusema ni bustani la umma ambao linafanyia rekodi hii. Leo hii nimependelea kufanya uzungumzi nafsia huu katika Kiswahili, maana wale ambao wamekuwa mkinifuatilia kwa muda na ambao mmejua kazi yangu, basi mmeweza kuelewa kwamba imani yangu ni kwamba tunavyozidi kuzungumzia nadharia za ukombozi wa ukoloni wa kifikra, haswa katika upande wa lugha na kujikwamua kutoka minyiri za ukoloni katika lugha, ni kwamba tuzidi kujifunza na pia kukuza lugha zetu sisi wenyewe wa Afrika, kwa uandishi na kwa uzungumzaji, kwa mijadala na kwa njia zote zile. Aidha ni katika mambo ya wanazuoni, mambo ya falsafa. Haya yote yahitaji kwamba yaelekezwe katika njia fulani ambayo inaleta uwiano fulani sisi katika jamii, pale ambapo tunatumia lugha zetu sisi wenyewe. Na ninapoanzia ni kwamba mimi mwenyewe, yani mambo ambayo yamekuwa ni kero kwangu, ni kuona kwamba wale watu ambao mimi na wao tuna urithi mmoja katika tamaduni, ambao ni watu wa jamii ya Kimasai, sisi tunapigana vita vikali zaidi katika ukoloni mamboleo. Maana ukweli ni kwamba katika dunia hii ya leo, kile kinachohitajika zaidi ni ardhi. It is a diminishing resource, they teach us in economics. Na maana kuna istimari fulani, kuna mambo ya capitalism, na katika watu ambao wana muundo fulani ule wa ujamaa ilivyo kule Tanzania miaka iliyopita kupitia Mwalimu Nyerere, basi lengo kubwa sana ya wale ambao wana istimari zile za kibeberu kuja kunyakua ardhi za wafugaji na watu tofauti. Lakini sasa njia ama mbinu ama nyenzo ambazo zinazotumika kufanya mambo yale, ama naweza kusema unyakuzi wa urithi ule, ni mambo ambayo naweza kusema ni ya fikra ya juu sana. Ni ya fikra ya juu sana. Maana ukitazama vile inavyoelekea sasa hivi, mambo ya carbon credits ni zile ambazo zinatumika sasa hivi kufanya unyakuzi wa ardhi kwa njia kubwa sana. Unajua kwamba unapoingia kwenye nchi ya Wamasai, na ni kusema tu nchi kwa utumizi tu wa jina, si kwa ukubwa wote ule, ni kwamba mbinu ya umiliki wa ardhi ilibadilika tangia pale wakoloni walipoingia humu nchini. Hiyo ni kuanzia kubadilishwa katika zile ordinances, na tukawa na private land, tukawa na public land, tukawa na community land, namna hiyo. Sasa pale ambapo Wamasai walikuwa wamefungiwa katika zile ambazo wakoloni walikuwa wanaziita ni closed districts, ilikuwa ni mwanzo tu moja ule katika njia ile ya kuwafinyilia mahala fulani. Maanake wajua sasa wale ambao ni wafugaji na uchumi wao ni ule wa kutembea sana, yani kutafuta malisho ya wanyama, pia maji. Njia ambayo ilikuwa rahisi ya kuwakamata hawa watu, yani na kuwafinyilia zaidi, ilikuwa ni kuhakikisha kwamba yani umewa control, umewa close tu mahali fulani, yani ambao hawawezi sasa kutoka tena. Hawana ule uhuru wa kutembea, hawana ule uhuru wa kutagusana na jamii zingine mbalimbali na kufanya biashara, ili sasa kwamba mkoloni akaweze kuwafikia kirahisi na kuweza yani kuchukua zile rasilimali zao.
maana sasa uchumi wao kibinafsi utakuwa umelemazwa. Vile vile establishment of national parks I think was just one of those other ways, na pia tulizidi kuelekea pale ambapo sasa hivi kuna mambo ya conservancies. Mwenyewe unazijua hizo, kama umejaribu kuchunguza vyema tu ama hata kwa yale tu unayosikia katika maongezi au mazungumzo ya watu tofauti wanaojadili mambo ya ufugaji na ulindaji wa wanyamapori na misitu, mambo kama hayo. Sasa hivi tuko katika muda ambao, ama we are in an age now, the era we are in, tuko katika utawala fulani ambapo nyenzo ama ni mbinu inayotumika sasa ni ku create what we can call carbon colonies, because that is what they are. Carbon colonies in the sense that mashamba zinafaa ziunganishwe pamoja ili zifanye ama zigenerate carbon credits ambazo zitauzwa kwa zile makampuni ambazo zinafanya uchafuzi wa mazingira. Sasa unajua sasa tumetoka pale ambapo hatuzungumzii sasa ni jinsi ambavyo tutazidi kudhibiti tutadhibiti aje yani uchafuzi wa mazingira ambao tunaofanya si wenyewe, aidha kwa kupitia viwanda na nyenzo zingine tofauti. Sasa tunaangazia pia waweza kusema ni njia ambayo ni the polluter pays principle. Ukiangalia yale the Paris Agreement, the Kyoto Protocol, yani ni hayo ndio yapo sasa pale ndani. Na katika hali ambayo tuko sasa, unaweza kusema kwamba hiyo ni njia mwafaka kabisa ambayo inaweza kutumika sasa na wale wanaistimari kabisa, yani wale mabeberu sasa, yani wale landlords, lords of land, kufanya mambo yale. Sasa sitahitaji kuingia kwenye ulingo ama kwenye kilindi zaidi nikieleza mambo haya, lakini nafikiri mtu yote yule anaweza kupata kuelewa lakini sasa pale ambapo mambo haya yanaingilia kwenye lugha ni kwamba sisi wa Maasai tunaweza kusema ni watu ambao kwa muda mrefu wamekuwa like they have been the subjects of academic discussions, they have been like a subject of academic research, colonial anthropology and all of those things. Sasa iwe kwamba wao wenyewe watu wanafanya utafiti kuwahusu, kuwaelewa. Hivi kwamba utashangaa kulikuwa na bwana mmoja alikuwa anaitwa Alexander Charles Hollis aliyetokea miaka iliyopita, nafikiri ni katika karne ya 19 hata na 20, pale mwisho ambapo alikuwa ameandika kitabu fulani ya lugha ya Kimasai. Sasa unashindwa ni vipi bwana huyu ambaye aliweza akajua kuzungumza lugha, akaitafiti vizuri mpaka akaandika kitabu inaitwa The Maasai, Their Folklore and Their Language. Nafikiri alikuwa amesaidika sana na yule ambaye alikuwa ni mmoja wa wale viongozi wa colonial government, alikuwa anaitwa Charles Eliot, ambaye pahala fulani aliandika that I have no desire to protect Maasaidom. It is a beastly bloody system that drives, in immorality and cruelty, bloodshed. Na anasema kwamba the sooner it disappears and only remains in the books of anthropology, the better. Sasa unaona kwamba yani watu wale walikuwa na mbinu ambayo ilikuwa imekaguliwa vizuri, ambayo sasa wenyewe naweza kusema kwamba walikuwa wameitafiti. Maana wajua kwamba kabla ukoloni ufike Kenya walikuwa washafika pale ambao unaweza kuita Ireland. Walikuwa wamefika like the Irish people now. Walikuwa wamefika kule Australia. Walikuwa wameshafika kule Marekani. Walikuwa washafika pia kule India. Hivyo kwamba wakati ambapo sasa wanafika huko Afrika hauna shaka kwamba watu hawa wameweza kutambua yani njia zao kweli, ambao wanafikiri sasa hii njia ambayo ukitumia sasa kucolonize hao watu bwana yani they had very sophisticated
means of colonization. So by the time of that they were getting here, like their means were very improved, and their conquest could have only just happened so easily. So I mean, we stood no chance, especially by the fact that hatukuwa na zile nyenzo ama hatukuwa na ule ubunifu sana wa hali ya juu katika zana za kivita, ama hata useme hayo zana za kivita, like they were so very advanced kiteknolojia, pia kimasomo. Yani hivyo hatukuwa na nafasi kubwa sana ambao tungeweza kukabiliana vikali na watu hao na kuwatoa kwenye ardhi zetu, ijapokuwa watu babu zetu tunafaa kuwaheshimu kwayo, kwani walifanya vile wawezavyo. Sasa utapata kwamba sisi Wamasai wenyewe tulijipata kwamba we have never been that kind of a tribe that the British just fought directly, vile ambavyo walifanyia watu wa Gikuyu, watu tunaweza kusema Wakamba, waweza kusema hata watu wa Kalenjin na makabila nyingine tofauti humu Kenya ambazo waliweza kuwa colonize. Sasa there was a way especially that they had to sign treaties with the Maasai, and you wonder why were these treaties being signed with them? Yeah, they could just go ahead and fight these other tribes. Like, what was so special about these people, in a sense that while making the 1904 and further in the 1911 Anglo-Maasai agreements, so they called disagreements, I call them. What was so special in that? Because they could just easily come and fight us, I mean, with a bull, with a gun. Unaona sasa hiyo ni kitu ambayo imejadiliwa. You see this idea of the noble savage, ambapo sasa yani kuna yule ambaye ni yani yeye bado amebaki kule, ni mtu wa nyuma kabisa, lakini ana ukuu fulani, anaweza kupendeka bado. Sasa unaangalia nadharia hiyo, ama unaweza kusema ni dhana, because it's a concept or an idea, dhana, na ni ile ambayo ilikuwa imeuzwa na wale Waarabu ambao walikuwa wana control zile caravans before the colonialists actually came to fully take over. They sold the idea that Maasailand is totally impenetrable, and I think they did that. I think it is Naomi Kipuri that I think makes clear in her book Maasai Women in Transition, kusema kwamba it was a way to help them to maintain the monopoly of business across the Rift Valley at that time, the Lake Victoria and Pwani business and the caravans of slavery and all that happened that time. So kuna vile ambavyo tumekuwa tukichezewa kiakili yani. Lakini ninachosema ni kwamba watu hao walikuwa na ubunifu wa hali ya juu zaidi ambao uliwawezesha kudanganya watu, kutumia hila yani, kuweza kutumia hila tofauti ili kuweza kudhibiti, unaweza kusema sasa wale watu ambao walikuja kuita natives, indigenous people. And by the way, I think it is important that we try to understand, you see, those colonial terms and the colonial language, because you are indigenous to who? From which point of view? You are native, like, okay, I think that is colonial language. Yesterday I was in church and they was talking about missionaries, and it now stands for the work of the church, that it goes out to speak to people, spread the gospel. And that was the same model that was used in Christianity. So like it was a mission, but then now like it is like a concocted word that is used in all holiness. It is clad in white robes for a word. So yani kuna lugha fulani ambayo hutumika pale. Lakini ninachosema ni kwamba ilifika pahali ambapo Waafrika wenyewe walierevuka. Kwa maana ukisoma watu kama Wagikuyu, ilifika pahali ambapo walianza kujifundisha mbinu za wakoloni ili kutumia mbinu zao kuwapiga wao wenyewe. Njia ya uwerevu sana. Sasa
unaona kwamba hata Mau Mau ilibidi waanze kuinvent mabunduki zao wenyewe ili waweze kuwapiga wakoloni nazo, na kwa njia fulani walikuwa na ushindi mkubwa katika vita zile za kupigania uhuru. Sasa ilifika pahala ambapo wanazuoni, wanafalsafa wa Kenya na wa Afrika walianza kuelewa historia vizuri, na wakaanza kuelewa vile ambavyo systems work, na they developed means and they understood the process of conquest, ownership of land and all of those things, and even of culture. They need to develop a national culture. Frantz Fanon, Ngugi wa Thiong'o picks up from there. Strongly that has come up hivi pale ambapo hapa tulipo sasa hivi kuna vizazi ambavyo vinajitokeza, watu katika vizazi vidogo, yani wale watu wadogo wa umri si ule mkubwa sana, unaweza kusema Gen Z na millennials, yani wameanza kujitokeza kwa njia fulani ambayo sasa wanapata mtazamo fulani wa kuangalia ulimwengu na nchi na vile system inawaka. And we have understood the process of colonization, decoloniality and everything. And we know how it happened. Tunajua vile ambavyo tulipokezwa lugha ya Kiingereza. It was through violence. Wewe unayetazama ni siku ngapi ukiwa shule ya msingi ulipata kupigwa ama kuvalishwa gunia? Gunia unaweza kusema ni a sack of shame. Gunia la haya. Kulikuwa na kipande fulani tulikuwa tunaita disk, ilikuwa mbao fulani ilikuwa inajifunga kwenye shingo. Shame on me, I spoke mother tongue. And what is the nobility of English so much that it brings us to the point of denial of our own languages? And well enough if it's now made to be cosmological, the fact that it is universal and that it is used for many things, but does it mean the substitution of the African heritage to a point now that we only talk about English and everything? Now my point is that after understanding the process of colonization, and we're talking about the second or third or even fourth liberation of Africa, and now we are talking so strongly on the bit of language and the need to develop ideas through African language, to even do innovation, to produce works of art either in literature, in music and those things, even paintings, let's say. And the discourse is so very much clear now, but why is it that we are at a point when we are talking of decoloniality in language, yet still we are going ahead to use these languages of colonization to talk and lament and complain and cry foul over this thing? Sasa iwe kwamba itafika pahala fulani tuanze kuchukua hatua ya kujidhibiti na kuanzisha mchakato wetu sisi kibinafsi kwa njia yetu sisi wenyewe. Waelewa sasa? Sasa mimi ninachokuwa nikisema ni kwamba kama ni kuandika, basi tuandike pia katika lugha zetu, tusemezane katika lugha zetu. We understand that a lot of information now in academia, in technology, in history is stored in English, but why can't we now start also bringing this stored language, these philosophies, why can't we start translating them into our languages so that we enable them as well, such that I don't need, while governing the village there, somewhere in Sierra where I come from, to still use English to talk to my elders. They are still there. They have not been schooled in the ways of the white. But why should I still be so very much insistent, in working out in that way? I think there is a level of awareness that now we must get to, and like another conscious, I think another shaking of our conscience that must happen now, like to really make us to think so seriously on this point. Sasa ninachosema ni kwamba mimi unavyoona na sana najaribu kufanya, mimi ninachokuwa nikifanya ni kutranslate, kutafsiri hizi nadharia na dhana hizi zote zije katika lugha zetu ya Kimasai. I want to discuss and to try to bring words, to try to translate, to try to develop the language, to create the discourse
of, let's say, philosophy in Kimasai. I want to bring the knowledge of mathematics to Masai. I want to bring the knowledge of linguistics to Masai. I want to bring the knowledge of psychology to Masai. I want to bring the knowledge of art to Masai, so that there is a way in which we are also developing our language in a manner that we stop the over-reliance of these foreign languages and languages that were acquired through colonialism to do things that actually just concern us. And if the world will appreciate at some point the kind of literature and the work that we do, then the world will invest in that to hear the message. I mean, you pay for the price. We've paid to learn English. I mean, it wasn't just an acquisition of any sort. It was not just like a simplistic, like Enkealata, as you say, Masai. It was not just like it was poured on us like oil, like anointed on us. Like, it is something we worked on because we understood our present crisis, the need that we had at that time to understand this language, to get access to things, to opportunity, to education, to the world, But we get to a point of maturity when we start saying that actually, what does it profit me to gain all in the world but to forfeit my own self in terms of my heritage, in terms of my identity? I think that is the biggest question in why we need to preserve our own languages and our cultures and our heritage, because that is what we have. That is what defines us. It's not ethnically, as the politicians would do for expediency. It is in that way. So I think, honestly, in all honesty, while we could understand that there could be many of our peers, even in our present age, who may like and actually wish to speak in their languages, but they cannot because possibly of how their upbringing happened and the fact that they were not given access to their people and all that, we must start just shifting the conversation. Let us do something. Write that poem in your language and translate it, if need be. Write that essay in your language. That book that you've already written in English, translate it to your language. That is a process of reclamation. And then you start to own the story. And from there, in the years that come, because this is not a work of any one generation, it is a process of continuity. Then those who come after us will build on the foundations that already we had laid. And then the process of language building continues. Then our languages will not be extinct. So we cannot continue talking about decoloniality in language and still continue using the languages of colonization to talk about our plight. I think we'll be hitting far below the belt.